Na mabao mawili kutoka kwa mchezaji Jamie Vardy ambaye alikuja katika kipindi cha pili aliweza kuisaidia timu ya Leicester kuweza kuinyuka timu ya Aston Villa mabao 8-0. Leo hii timu ya Tottenham Hotspur wamo Ujerumani. Je, wenda wakamfunga ama watatolewa? Kumbuka kwamba timu ya Jose Mourinho imekuwa na matokeo mabaya. Na katika matokeo mengine kwa mechi nyingine Valencia watakuwa wanacheza na timu ya Atalanta, tangazia hapo kesho. Timu ya Arsenal baada ya kuweza kuinyuka timu ya West Ham bao 1 weekendi, Man City kuweza kuinyuka na Manchester United mabao 2-0. Kesho wanakutana Arsenal na timu ya Manchester City. Kuweza kutusaidia katika uchanganuzi leo hii niko na wahakiki wawili katika studio zetu. Niko na mtoto wa kike hapa, Dori. Ujambo? Si jambo. Naam, karibu. Asante. Naam, niko na bingwa mtoto wa mwalimu. Kaka, ujambo? Si jambo, nashukuru Mungu mkubwa. Nafurahia kukuona asubuhi ya leo. Tuanze moja kwa moja. Timu ya Tottenham ya Leicester City kuweza kuinyuka timu ya Aston Villa mabao 8. Je, ni jambo ambalo wewe ulikuwa unatarajia kwamba Leicester itainyuka timu ya Aston Villa ama ulikuwa unaona kwamba Aston huenda ikaifunga timu ya Leicester? Tuanze na wewe. Kwangu mimi nilikuwa natarajia Leicester ichape Aston because first leg Aston ilishinda Leicester na bao 1. So jana ilikuwa ni Leicester watafute hiyo ushindi kufunga hizo bao 4-1 ambapo penye Vardy alifunga bao 2 kusaidia timu ya Leicester ikamalizia kuisha bao 4. Yeah. Hatujaona kwamba Brendan Rodgers amekuwa na matokeo mazuri hivi karibuni. Naona kwamba mechi 5 za mwisho jana ameweza kufanya kweli kuweza kuandikisha ushindi wake wa mabao 8. Mchezaji Jamie Vardy amekuwa jeraha. Jana akaweza kumleta katika kipindi cha pili kuweza kumteule mchezaji Iheanacho. Unaona kwamba kwa mtazamo wako mtoto wa mwalimu, unaona kwamba Leicester imeweza kupata ile mwelekeo ama imeweza kupata matokeo ambayo yanaweza kusaidia kwenda mbele, sababu wanawania nafasi ya pili wakiwa na timu ya Manchester City. Licha kwamba Man City wameweza kuwazidi kwa pointi wale timu ya Leicester City. Naam, tupatie mtazamo wako. Nafikiri kile ambacho kinajitokeza hapa ni kwamba Leicester wanajaribu kuhakikisha kwamba lazima waweze kushirikishwa kwenye kombe bingwa barani Ulaya msimu ujao. Basi kwa njia yoyote ile basi wanajaribu kujihakikishia ile nafasi pale. Niweze kumzungumzia mchezaji Jamie Vardy. Amekuja, wanasema kwamba he has come back with a bang, kwa maana kwamba basi anakuja hapa akitarajia kwamba ataweza kushinda ile taji ya Golden Boot. Hivyo basi inakuonyesha kwamba Jamie Vardy tusimtupilie mbali, bado yupo katika kinyang'anyiro hiki. Na hivyo basi wale mastrika kina Aubameyang, Mo Salah wasipochunga, basi huyu Jamie Vardy angalau ameanza kuwatangazia ile ari ya hatari. Hivyo basi ni mwamko mpya ambao anajaribu kuleta pale. Mchezo wa jana sikutaraji kwamba wangefunga mabao mengi zaidi, ingawaje kulikuwa kuna ushindi, lakini nitawapa heko sana Leicester kwa kupata ushindi. Nasikia kwamba anasema kwamba mchezaji Jamie Vardy amerudi mtaani, watakwambia kwamba kwa ubaya. Ameanza kurudi, amefunga mabao 2 licha kwamba hajakuwa akifunga. Akona mabao 19, kuna mchezaji Aubameyang 17, kuna mchezaji Mo Salah ambaye kuna 16, sasa kuna Wiro 16, unaangalia kwamba Danny Ings wa timu ya Southampton 16. Je, kwa mtazamo wako nani unaweza ona kwamba anaweza enda na hii Golden Boot kwa wachezaji hao ambao kwa Vardy, Aubameyang, Salah, Wiro? Naona kama ameshinda Aubameyang na mabao 2, ameshinda mchezaji Salah na mabao 3. Nani anaweza toka nayo? Kwangu mimi naweza sema Aubameyang. Yeah. Mbona uone kwamba Vardy amemzidi 2, lakini naona kwamba Aubameyang anaweza amani ile consistency ya kufunga, anafunga leo kesho, naona kama anafunga. Licha kwamba timu yake iko nambari mbaya, ndio mwalimu atakwambia kwamba namba 10 si mbaya, lakini Aubameyang anafunga. Aubameyang atafunga, anaweza chukua Golden Boot kwa sababu tuseme Arsenal hawako kwa form nzuri ya kushinda ligi, lakini wanaweza taka kuchukua at least cup moja yenye ni Golden Boot, na hiyo itakuwa ni Aubameyang ndiye anaweza wasaidia kwa hiyo cup. So unajua kila timu iko na ile lengo ya tusiposhinda hapa tushinde hapa.
Mtoto wa mwalimu, umesikia kwamba akisema kwamba timu ya Arsenal haina uwezo msimu kuweza kupata ushindi, kuweza kutoa kombe lolote. Unaona kwamba ile Europa League Olympiacos ikaidondosha timu ya Arsenal, Premier unaona kwamba inaendekea timu ya Liverpool. Je, unaona kwamba msimu jana Aubameyang alikuwa mchezaji kati ya wafungaji bora wakiwa na Mo Salah. Msimu je, unampigia upata kuweza kumpiku mchezaji Jamie Vardy? Unga kauli yake mtoto wa kike hapa Dori kwa kusema kwamba unapata kwamba kama timu hainyang'anyii kitu yote, basi angalau inataka ikufe na kitu fulani, na hivyo basi labda kwa njia moja au nyingine. Lakini unaona kwamba hiyo ni itakuwa ya mchezaji at individual level, si timu. Lakini ndio yule mchezaji atue ile, nitakwambia kwamba kuna wale ambao wanampa zile assist na mambo kama yale. Hivyo basi ni mchango mzima kama timu. Lakini usitupilie mbali mchezaji Mo Salah, manake yule pia akiamua kufunga kama ni hat-tricks basi huenda akafunga. Na zaidi ya yote, unajua kuna zile nafasi ambazo anapata kufunga ile matuta ya penalty, na hivyo basi pengine mambo kama yale huenda akamsaidia Mo Salah kuweza kujiweka mahala fulani katika kuwania ile kombe. Hiyo top striker itakuwa ni mchezo ambao utakuwa ni mzito tena zaidi, manake kidogo ukiangalia Jamie Vardy ameonyesha kwamba ameanza kutoa zile kucha. Hivyo basi hao wengine nataraji kwamba kama leo Aubameyang basi atakuwa anajaribu kujajaa kuhakikisha kwamba angalau anapata bao kupunguza ile pengo baina yake na huyu Jamie Vardy, maana akishaondoka unajua anatimua na kwenda mbele. Hapo kesho nasema ya kwamba huenda akaifunga timu ya Manchester City wakati Arsenal watakutana. Tuangazie hayo. Unaona kwamba tuangalie jedwali msimamo timu ya Liverpool, unaona kwamba nafasi ya kwanza ishaenda, Manchester City nafasi ya pili pointi 57. Unaona kwamba Leicester anakuja na pointi 53. Tofauti iliyopo kati ya Chelsea na timu ya Leicester City ni ukiangazia ni pointi 5. Je, unaona kwamba timu ya Chelsea inaweza mfikia timu ya Leicester, maana nafasi ya 3 tunaweza sema kwamba imeenda na timu ya Leicester? Ni vigumu pia Chelsea kufikia timu ya Leicester. Ni vigumu jili pia Leicester City inataka kupigwa hivi punde, na Chelsea pia inataka kujikakamua. Points zitaendelea kusonga as the matches go by. Alafu Liverpool imebakisha mechi 2 iweze kutoa ubingwa. Na hizo mechi Liverpool inakaa kujikakamua mbaya. Wengi wanasema kwamba mtoto wa mwalimu, iwapo timu ya Arsenal itaifunga timu ya Man City hapo kesho na Liverpool iweze kucheza na timu ya Everton siku ya Jumatatu wiki ijayo, watatawazwa mabingwa. Naona kwamba Arsenal wanaweza isaidia timu ya Liverpool kuweza kutoa kombe lile kwa majirani wao wa Merseyside, timu ya Everton siku ya Jumatatu. Maana ya kwamba tuangazie mechi ya Arsenal na Man City. Na kupata kwa sana na hiyo inatuleta leo kwamba mechi baina ya Arsenal na Man City basi itakuwa ni mechi ya lele mama, kwa maana kwamba pale watakuwa wanajituma zaidi, manake huyu Arsenal vile vile anataka aweze kucheza kwenye ile Champions League, na ndo acheze kwenye Champions League basi hizi alama 3 anazihitajia kutoka kwa Pep Guardiola. Lakini angalia hivi, huyu Pep Guardiola vile vile kuna kile kitu ambacho anajaribu, hataki kumwachilia huyu Liverpool eti aweze kukutua ile kombe kwa urahisi sana. Hivyo basi Man City wanakuja wakiwa wamepigwa na United kwenye derby. Hapo wanakuja kujituma zaidi, huku naye Arsenal akiingia pale akitoka kumpiga West Ham. Hivyo basi itakuwa ni mechi nzito sana, na sitokuambia nani atakuwa mshindi. Nataraji kwamba kutakuwa na kufungana mabao, lakini siku zote kama Arsenal nitakwambia tu basi Aubameyang atatamba. Shabiki wa Arsenal atakwambia kwamba Aubameyang atakwambia kwamba watapata matokeo kama timu ama kama wachezaji wote. Tuangazia kwamba Manchester City amefungwa na Manchester United mabao 2-0. Unaona kwamba wanakutana timu ya Arsenal, wako nyumbani, wamefunga Old Trafford, wanarejea uwanjani Etihad. Arsenal upande mwingine wengi wanasema kwamba Mikel Arteta ameweza kuonyesha ile mtazamo wa timu mahali inaelekea. Wengi wanasema kwamba watapata matokeo. Mechi hii kwa ubashiri wako unaona kwamba itakuwa kwaje Arsenal wakiweza kualikwa na timu ya Man City? Manchester City baada ya kupigwa na Manchester United mabao 2-0, wako kwa hali mbaya na watataka kuonyesha ubingwa wao kwa hii mechi na kuja ya Arsenal. Sio game itakuwa challenging kiasi ambapo inaweza end up, lakini Man City inaweza shinda ama game ishe draw. Mtoto wa mama, kabla ingiane uangazie hilo. Unaona kwamba mechi 5 za mwisho
timu ya kukutana kati ya timu hizi mbili, Arsenal na Man City. Man City imeshinda zote 5. Arsenal mechi 5 za mwisho hajaweza kupata ushindi. Na kukosa kwa mchezaji Kevin De Bruyne kwa mechi ya Manchester United, wengi walisema kwamba ilikuwa pigo. Tumemwona jana akiweza kufanya mazoezi na timu ya Man City. Huenda leo tena akafanya mazoezi na timu ile ya Man City. Je, unaona kwamba itakuwa ongezeko kwa timu ya Man City kuweza kumpata Bruyne, na ukizingatia kwamba mechi 5 za mwisho hajaweza kumshinda Arsenal, hajaweza kumshinda na atakuwa nyumbani? Nizungumzie hizo mechi 5 ambazo unazungumzia, ambazo huyu City amekuwa akipata ubingwa. Nitakwambia kwamba alikuwa assistant coach pale Man City alikuwa ni huyu Mikel Arteta ambaye kwa sasa ameondoka, na kwa kiwango kikubwa alitaja sana Pep Guardiola kwamba aliyechangia zaidi timu ile kuweza kutamba ni Mikel Arteta. Manake kwenye ile changing room wanasema kwamba pale alikuwa anawatia mshawasha hao wachezaji. Hivyo basi nitakwambia kwamba huyu Mikel Arteta amekuwa pale City, anajua kile ambacho kinaendelea pale, na kama atakuja na zile tactics ambazo zitakuwa ni mpya tena zaidi, basi huu mchezo utakuwa ni mzito tena sana. Kevin De Bruyne mchezaji mzuri sana, aliweza kuwatambarisha hawa Arsenal kwenye mkondo wa kwanza. Inakuonyesha kwamba urejeo wake kwenye mchezo, kama atacheza, kama ataanzishwa, manake sina uhakika na Pep Guardiola kama atamwanzisha, manake kuna ile match fitness na vitu kama vile, lakini kama atakuwa, nitakwambia kwamba mchango wake utakuwa ni mkubwa tena sana, na labda kwa njia moja au nyingine atapelekea kwamba yeye atakuwa baadhi ya wale watu ambao watakuwa nazika wanapeleka ile jeneza la Arsenal kwenye kaburi. Kabla tuweze kumalizia masuala ya timu ya Arsenal na Man City, nikuulize swali moja. Kama shabiki wa timu ya Arsenal, kuna taarifa ambayo tumeamkia kwamba mchezaji Torreira atakuwa mkekani kwa wiki 8. Ni pigo kwa timu ya Arsenal? Kikweli ni pigo kubwa kwa Arsenal, manake mchezaji Torreira yule mzuri, ni mchezaji ambaye kikweli anakaba, lakini zile kadi huwapati. Anafanya kazi ambayo anafanya Granit Xhaka, lakini tofauti yao ni kwamba yeye huwa hapati kadi. Hivyo basi ni mchezaji mzuri, lakini nafikiri kwa kiwango fulani pia ni wakati mwingine mwafaka Mikel Arteta kumjaribu Dani Ceballos ambaye ameonekana kwa karibuni kuonyesha kwamba ana umahiri fulani ambao anaweza kucheza, na vile vile labda Guendouzi huenda akaziba ile pengo yake. Naam. Toto, unaona kwamba Bruyne ameweza kurejea. Walipigwa na Manchester United. Mashabiki wengi wa City watakwambia kwamba hatuko na ule Kevin De Bruyne katika kiungo cha kati. Je, unaona kwamba anaweza kusaidia timu ya Man City wakati anarejea ndio kucheza na timu ya Arsenal? Umesikia kwamba mchezaji Torreira kiungo cha kati wa timu ya Arsenal atakosa. Je, Kevin De Bruyne anaweza isaidia timu ya Manchester City wakati wanakutana na timu ya Arsenal? Kwangu mimi nilipangalia mechi ya Man City na Manchester United. Makosa ilikuwa mostly goalkeeper na defense. Anderson, naam. Kwa sababu ya pili ilikuwa mostly ya goalkeeper. Kevin De Bruyne anaweza kuwa amerudi kwa hiyo mechi ya Man City na Arsenal, lakini bado kama huko nyuma defense na goalkeeper bado hajangazia hiyo makosa alikuwa anafanya the previous match, itajirudia kwa hii game ya Arsenal. Naam, kweli anasema kwamba iwapo timu ya Manchester City hawataweza kurekebisha yale makosa ambayo aliweza kuyafanya dhidi ya United, uliangazia kwamba bao lake mchezaji Scott McTominay, unaona kwamba akifunga dakika ya mwisho ilifanyika na ile safu ya ulinzi na ule goalkeeper ama mlinda lango wa timu ya Manchester City. Kumbuka kwamba ukiona swali ama mtazamo wako uweza kuchangia kupitia nambari ya ujumbe ambayo ni 21144. Tuko na wachanganuzi hapa ambao watatuweka sawa, ambao wamebobea katika ulingo huu wa spoti, watatuweka sawa kwa njia moja ama nyingine. Na mabingwa tuweze kuangazia mechi za klabu bingwa bara Ulaya. Tuanze na Jose Mourinho. Mkondo wa kwanza kapoteza. Leo hii yumo Ujerumani. Tuanze na mtoto wa mwalimu. Mtazamo wako, generally unaonaje? Itakuwa kwaje? Huenda akaweza kubadilisha yale matokeo na akaweza kumfunga. Jana tumeamkia taarifa ya kwamba ule Steven Bergwijn ameweza kuongezeka kwa wale majeruhi wa timu ya Tottenham Hotspur. Kumbuka kwamba ule mchezaji Son na ule mchezaji Alken wako na majeraha. Je, Jose Mourinho anaweza badilisha matokeo na aweze kufuzu? Amesemwa sana Jose Mourinho, na nafikiri leo itakuwa ni wakati mwafaka wa kuweza kumtathmini huyu kocha. Nitakwambia kwamba mechi hiyo vile vile haitakuwa ni rahisi
rahisi sana, manake anaingia hapa Tottenham akiwa amepigwa sana. Hivyo basi kuna kila angalau wanajaribu kukuonyesha kwamba mimi si kilema. Anaingia akijaribu kubadilisha matukio, lakini nakwambia kwamba ule Ujerumani pia mambo si rahisi sana, mambo yatakuwa ni mazito tena zaidi. Hivyo basi mechi haitakuwa ni rahisi hapa. Nataraji kwamba Jose Mourinho angalau leo ajaribu kufanya mageuzi pale, ajaribu kuwapatia motisha wachezaji wake, manake hatakuwepo nahodha. Maana hicho ni kitu ambacho tumeona kwamba kimewaadhiri sana tangia aweze kupata jeraha. Harry Kane wametatizika sana, lakini nafikiri kwamba wakiachana na yale waingie pale angalau wajitume, tunataraji mabadiliko. Lakini kwa leo bado nitakwambia kwamba nataraji kwamba bado Leipzig wazidi kutamba. Naona kwamba mkondo wa kwanza ama mechi ya kwanza timu ya Tottenham wakiwa nyumbani aliweza kupoteza bao moja kwa Mjerumani. Je, unaona kwamba kuweza kuwapoteza wachezaji wanne ambao ni wa timu ya kwanza ama kikosi cha kwanza, namzungumzia mchezaji Ben Davies, kuna mchezaji Harry Kane, kuna mchezaji Sissoko na Isan, na jana tumeweza kumpata yule Steven Bergwijn akiweza wakisema kwamba amepata jeraha. Unaona kwamba itakuwa pigo kwa timu ya Jose Mourinho sababu aliweza kumwachilia yule mchezaji Victor Mugubi Wanyama. Je, unaona kwamba anaweza pata bao moja na ugenini na anaweza muondoa huyu timu ya Leipzig? Ukiangalia first leg, Leipzig iliweza kushinda moja through a penalty. Of which leo Jose akikaza huko nyuma ishe clean sheet, kipa keep to a clean sheet, alafu afunge hata bao moja ama mbili, atakuwa amesaidika. Lakini pia Leipzig ni timu ngumu, si timu chache. Sai game Leipzig inaweza chukua bado. Inaweza ishinda timu ya Tottenham. Pia Tottenham imekosa wachezaji wa muhimu sana kwa sasa. Bingwa, unaangazia kwamba mchezaji timu wana aliweza kufunga bao ambalo aliweza kusamisha Jose Mourinho katika uwanja wake wa nyumbani katika taifa la Uingereza. Leo hii yumo Ujerumani. Timu Werner ako na jeraha. Ni pigo kwa wenyeji wa Ujerumani. Kikweli ni pigo kwa asilimia fulani, lakini nina wasiwasi na hawa Tottenham, manake ile safu ya ulinzi ama ukisema kule nyuma kulinda ile ngome kuna balaa, manake wanafungwa sana hawa Tottenham. Hivyo basi ina maana kwamba wakienda pale labda hizo wajisi nyumbani, manake unajua ukienda ugenini kuna zile kelele ambazo mashabiki wa nyumbani wanapigia debe jamaa wa nyumbani pale Ujerumani. Wakizika hizo tofauti na wajitume zaidi, labda tunataraji kwamba watafanya mageuzi, manake bao moja ina maana kwamba pia wao wakipata ile moja na wajaribu kudhibiti ngome yao, basi mambo yatakuwa ni mazuri upande wa kwao. Timu ya Tottenham imeweza kupoteza mechi 4 kati ya 5 za hivi karibuni. Unaona kwamba timu ya Leipzig kwa upande mwingine wameweza kupata ushindi mara 3, wakiweza kutoka sare mara 2 weekend, wakiweza kutoka sare ya kutofungana timu ya Wolfsburg. Unaona kwamba mechi 5 za mwisho hajaweza kupoteza, lakini kwa upande mwingine Tottenham wameweza kupoteza mechi zake 4 za kati ya 5 za mwisho weekend, akiweza kutoka sare na timu ya Bandi. Usikia wachanganuzi wakisema kwamba iwapo Jose Mourinho ataweza kuimarisha ile kikosi chake katika nyuma, aweze kuhakikisha kwamba amepata bao moja la ugenini, huenda akaitoa timu ya Leipzig. Lakini kumbuka kwamba timu za Uingereza matokeo si mazuri wakati wanaenda katika taifa la Ujerumani. Tumemwona Arsenal akienda katika timu ya Bayern Munich kapigwa 5. Tumemwona Chelsea wakipigwa juzi na timu ya Bayern Munich. Matokeo si mazuri ukilinganisha kwamba wakati wanaenda katika taifa la Ujerumani. Tuangazie mechi nyingine. Tuangazie timu ya Valencia wamo nyumbani kuweza kumwalika bingwa kutoka Italia, timu ya Atalanta. Mechi mkondo wa kwanza uliona kwamba Atalanta wakiwa nyumbani waliweza kuimarisha yale washambuliaji wao, waliweza kuimalika na wakaweza kupata mabao 8 dhidi ya 1 ya timu ya Valencia. Je, unaona kwamba mechi ni kama imeisha sababu Atalanta ilipata mabao 8, ama timu ya Valencia inaweza pata mabao 3-0 ndio iweze kuhakikisha kwamba imeweza kumuondoa huyu timu ya Atalanta kupitia ile bao la ugenini ambao waliweza kupata? Atalanta inakaa kushinda hii game. Ukiangalia vizuri Atalanta sasa hivi wamepumzika. The last match ilikuwa tarehe 1 hii mwezi, juu kuna hii shida ya coronavirus huko kwao. So wameweza kupumzika na kutrain all this while, na ndio game yao ya pili hii mwezi. So wako in the spirit na wako na mentality ya kushinda. Na ukiangalia first leg walipiga hiyo timu ya Valencia, hiyo timu mabao 8, of which kurudisha hizo bao 4 leo
ni hard. Atalanta pia wanaenda kuongeza mabao, timu iko fit, so it's a win for Atalanta. Naam, unasikia kwamba anakuambia kwamba wako on form ama wako na matokeo mazuri, sababu mechi za hivi karibuni 5 za mwisho timu ya Atalanta imeweza kushinda zote. Mechi ya mwisho amekwambia ilikuwa tarehe 1 na waliweza kupiga mtu kiweza kupiga ile timu ya Leeds mabao 7. Unaona kwamba mkondo wa kwanza waliweza kumrabua huyu timu ya Valencia mabao 8. Leo hii wanaenda Hispania, mechi ambayo wengi wanatazamia kwamba Valencia ingekuwa na ingeweza kuimarisha matokeo Italia, wangeweza kumuondoa akiwa nyumbani Hispania, sababu timu mingi zikienda Hispania unapata ya kwamba matokeo si mazuri. Lakini nataka uangazie mechi hiyo, ukiangazia kwamba kuna mchezaji Coquelin ambaye alikuwa timu ya Arsenal wakati mmoja, kuna mchezaji Mangala alikuwa wakati timu ya Manchester City, kuna mchezaji Rodrigo ambaye anasaidia sana timu ya Valencia, na wachezaji watatu wa muhimu huenda wakakosa. Je, unaona kwamba ni pigo kwa timu hii ya Valencia? Kikweli kumkosa mchezaji kama Coquelin ni pigo kubwa kwa timu ya Valencia. Lakini nitakwambia kwamba hapa shida huwa inatokea kwamba ukiwa mbele mabao mengi kama yale, basi unapoingia katika mchezo unajaribu kubana, na siku zote ukibana basi unaongeza ule uwezekano wa kusakama, na unaposakama basi unafungwa. Kile ambacho Atalanta wanahitaji hapa kwamba wakiingia wasiende pale nyuma kuziba, waingie wakitafuta bao. Unajua wakishapata bao angalau watakuwa wanawazima hawa Valencia. Lakini kuna hilo bao moja ambao Valencia walipata away goal, itachangia sana na itakuwa inawapa motisha swa katika mechi ya leo, na itakuwa na maana kwamba iwapo wataingia na wajisukume wapate mabao matatu na wasifunge moja na wazibe ile ngome yao, inakuonyesha kwamba watakuwa wako ndani tena sana. Lakini upande mwingine Atalanta wanahitaji tu kuwafunga bao moja na washawazima wale. Hivyo itakuwa ni mechi rahisi sana kwa upande wa Atalanta, lakini inategemea akifanya makosa kidogo, manake kwenye kandanda tumeyaona ufanyika akifanya makosa kama yale nimekuambia kwamba aende kuziba, basi Valencia huenda akajinasua. Lakini kwa kosa wachezaji kama Coquelin, na kuambia kikweli itakuwa ni pigo kubwa, na mtazamo fulani basi ni mteremko kwa Atalanta kupata ushindi. Naam, anasema kwamba lazima waweze kuimarisha matokeo ndio waweze kumtoa timu ya Atalanta. Lakini ukiangazia kwamba mechi 5 za mwisho timu ya Valencia imeweza kupoteza 2, katoka sare 2, kaweza kupata ushindi dhidi ya timu ya Real Betis mabao 2-1. Nataka nikuulize dada swali moja. Unaona kwamba mashabiki hawataweza kuhudhuria mechi hii? Unaona kwamba watacheza wachezaji peke yao na wale wanahabari? Unaona kwamba ni pigo kwa timu zote mbili, timu ya Valencia ukizingatia kwamba timu ya nyumbani aswa nasemanga ya kwamba shabiki ni mchezaji wa nambari 12 uwanjani. Unaona kwamba itakuwa pigo kwa timu ya Valencia sababu watakuwa na mashabiki wao nyumbani? Unajua shabiki ni kama player number 12. Naam. Mashabiki huchangia sana katika mechi, katika ushindi wa mechi. Hakuna kitu poa kama support kwa field from the fans wakati game inaendelea. Na Valencia being at home, wangekuwa na mashabiki wawape ile moral ile yenye inahitajika, wangepiga Atalanta. Lakini hii shida ya coronavirus imesumbua sana hadi hakutakuwa na mashabiki kwenye field, itakuwa tu ni wachezaji kwa wachezaji. Sasa itakuwa ni kama home kwa wote, Atalanta na Valencia, cause itakuwa kama neutral ground. Itakuwa ni neutral ground, wako sawa. Ajili hakuna mashabiki wenye wamelemea timu nyingine. Unajua mashabiki huchangia sana, wana making game fun, lively to the players. Hata wanasukuma, wanapatia motisha wale wachezaji. Wanasukuma. Kwamba tunaamini tunaweza pata. Tumeona kwamba mashabiki wa Liverpool wakiweza kuwasaidia kwa njia moja ama nyingine, wakiondoa timu ya Barcelona, wakaamini kwamba tunaweza, licha ya kwamba tumepoteza mabao 4 Camp Nou, tunakuja Anfield na tunafunga 3. Wazo lako kukosa kwa mashabiki katika mechi hizi? Kikweli itakuwa ni pigo kwa Valencia, hiyo haina dawa. Hivyo basi ina maana kwamba ni vigumu kwake Valencia kuweza kutamba, manake yule Atalanta vile vile atakuwa anajisikia nyumbani, manake zile mbwembwe na kelele kutoka kwa mashabiki hazitokuwa pale. Kwa hivyo basi maoni ya kwangu ni kwamba ni pigo kubwa kwa Valencia, lakini akiazika yale chini na ajitahidi, basi tutarajie vingine. Lakini hii mechi ukiangalia kwa wazi kwa Atalanta kutana. Naam, anasema kwamba ukiangalia kwa wazi sababu timu ya Atalanta wameweza kukutana mara 2 na timu ya Valencia,
Talanta akaweza kumshinda zote wiki mbili zilizopita, akaweza kumshinda mabao 8-1. Mwaka 2017 akaweza kumshinda mabao 2-1. Tumeweza kuangazia mechi hiyo na mabingwa. Nataka tuangazia kwamba kuna taarifa ambazo zinatokea katika uwanja wa Old Trafford, ambapo tunaambiwa kwamba mchezaji Tahith Chong ameweza kupatiwa kandarasi mpya na klabu ya Manchester United. Timu ya Inter Milan ilikuwa inamtafuta sana mchezaji huyu. Nataka tuzungumzie mchezaji huyu na mchezaji Fernandes, Bruno Fernandes ameweza jana kuweza kuteuliwa ama kutuzwa mchezaji bora wa mwezi wa pili. Unaona kwamba mchezaji huyu tuanze na kwa upande wako, mchezaji Chong kuweza kupatiwa kandarasi ni faida kwa Manchester United. Chong kikweli atakuja pale angalau kuwasaidia United. Tumeweza kuona kwamba kuna wachezaji wapi ambao wakija pale angalau anaweza kusaidia. Mchezaji Chong anatokea Uholanzi. Hivyo basi na amekuwa akipata nafasi angalau kuweza kucheza pale. Hii inakudhihirisha kwamba akija pale Old Trafford kwa njia moja au nyingine angalau anakuja kuleta mageuzi na kuwapa motisha kuweza kufanya kweli. Nimzungumzie mchezaji Bruno Fernandes aliyetawazwa kama mchezaji bora mwezi huu. Hii inakuonyesha mwezi jana haswa. Ukweli kuja kwake kule Old Trafford kumekuwa kwa manufaa tena sana, na amewapa wachezaji motisha kuweza kutamba tena sana. Mchezaji mzuri katika ile mipira ya hikabu ama ukizungumzia mpira ambao ni mifu, na kikweli mchango wake umeweza kuona kwamba kando na penalty ni mchezaji ambaye anaweza kukupatia zile assist ambazo basi striker anaweza kufunga. Ni mchezaji ambaye ni mzuri tena zaidi, na mimi nitasema kwamba alichokifanya Ole Gunnar Solskjaer kuweza kumsajili, basi hii inawasaidia sana hawa wa Manchester United. Naam, dada, unaona kwamba tukizungumzia mchezaji Chong kwa upande wa Manchester United akiweza kupatiwa kandarasi, kuna wachezaji wazuri katika timu ya Chelsea ambao na imani ya kwamba unaishabikia wewe. Tumemwona Mount akiweza kufunga. Kuna wachezaji wazuri wachanga kiumri ndio wanafika 20s. Kuna wachezaji wazuri, tumemwona ule Bill Graham ambaye aliweza kutajwa man of the match. Unaona kwamba katika timu ya Arsenal tunamwona ya kwamba kuna Saka, kuna wachezaji wazuri wachanga ambao wanakuja. Unaona kwamba mtoto wa mama mwalimu atakwambia kwamba timu ya Arsenal wako na wengi kuzidi timu zingine. Je, kwa mtazamo wako ni kama wameanza kujiprepare kwa next 2 seasons kwa msimu ijayo? Ukiangalia Manchester kuna wachezaji wengine, Chelsea kuna wachezaji wengine, na uzungumzie mchezaji Bruno Fernandes kuingia kwake Manchester United. Mashabiki wa Man U watakwambia kwamba tukani beaten tangu Bruno Fernandes kukuja, na ameweza kutawazwa mchezaji bora wa mwezi jana. Bruno kukuja Manchester United imewasaidia, tuseme wanaweza sema wako unbeaten, lakini mimi naye nachukia Manchester United. Unachukia Manchester United sana. So naweza angazia Chelsea tu niseme hiyo ndio umesema ati wachezaji wapya wamekaa signed hizi team ni kusaidia the coming seasons. Wachezaji wachanga husaidia timu, tuseme ndio wanaanza kugain experience, na wachanga wakiingia hizi matimu kubwa wanatakanga kuonyesha ubingwa wao katika mchezo, so they tend to play more and show the effort. So wanasaidia hizi matimu sana kusonga, na naweza sema ni kitu poa kusaina hawa wachanga kwa matimu. Naam, huyu Bruno Fernandes, kabla niweze kurejea kwa mtoto wa Marimu, Bruno Fernandes aliweza kupata 58% ya zile wale ambao waliweza kumteua Rui Patricio ambaye ni goalkeeper wa timu ya Wolves ambao wanatokea Ureno wote wawili, na Bruno Fernandes akakuja na nambari ya pili na 19. Harry Maguire ambaye ni nahodha wa timu ya Manchester United akaweza kupata 8%. Mchezaji Aubameyang wa timu ya Arsenal akiweza kupata 4% kuweza kuteuliwa mchezaji wa mwezi, wakiweza kumtuza mchezaji Bruno Fernandes. Unaona kwamba Bruno Fernandes ujio wake katika timu ya Manchester United kwa njia moja ama nyingine umeweza kubadilisha yale matokeo. Umeona kwamba ameweza kusaidia sana timu ya Manchester United kuweza kuishinda Manchester City mechi 2 tangu kuweza kuingia ndani ya timu ya Manchester United. Wiki jana tumemwona kwamba weekend akiweza kuisaidia sana Manchester United kuweza kumshinda Manchester City. Na bingwa ulikuwa na wazo
Wazo ambalo nilikuwa nataka kuzungumzia, kuna ili swala wachezaji wachanga wanapatiwa nafasi. Nitamzungumzia Billy Graham ambaye ni mchezaji wa Chelsea, manake ashakuwa player man of the match kwa mechi mbili zikifuatana. Mechi mbili. Hii inakuonyesha kwamba hawa watoto wana ile ari na uchu, na wakipatiwa nafasi basi wanajaribu kudhihirisha tena zaidi. Na kikweli ule mchezaji mie namzimia sigara, nitakwambia vile, manake mzuri na mchango wako kwake unazidi kuonekana. Tizama mchezaji kama Foden wa Manchester City. Tizama alivyokuwa akicheza katika derby hii na Man United. Kidogo achome shule, ni mchezaji ambaye ni mzuri. Ukija United ona Greenwood, mchezaji ambaye ni mzuri tena zaidi. Hiyo orodha haitakamilika kama hujazama pale Emirata. Angalia mchezaji kama Granit Xhaka, Martinelli. Si Granit Xhaka, kunradhi, Bukayo Saka. Mchezaji mzuri. Hadi sasa yeye ndiye amepatiana assist ambazo ni mingi zaidi pale Arsenal. Manake wengi wangetaraji kwamba pengine ni Mesut Ozil. Mchezaji ambaye ni mzuri tena zaidi. Martinelli, wachezaji wazuri. Hivyo basi hawa kinda wajua ni wazuri, na wakipatiwa nafasi uangalau wakiingia kwenye mchezo wanajaribu kudhihirishia kocha kwamba mimi ninaweza, na katika zile kudhihirisha kwamba mimi naweza unapata kwamba wanatamba na wanasaidia timu. Kwa mtazamo wangu mimi naona kwamba kuweza kuteua makocha ambao waliweza kwa wakati mmoja kuichezea timu ambao wanaifunza kwa sasa, nikizungumzia mchezaji Frank Lampard na kocha Frank Lampard. Unaangalia kwamba ule kuna soja alichezea Manchester United na sasa hii ndio kocha wa Manchester United. Kenda Arsenal kuna Mikel Arteta ambao kwa wakati mmoja ameichezea timu ya Arsenal. Ni wachezaji ambao wanajua kwamba utamaduni wa klabu ambazo wamo, ya kwamba wachezaji wengi wameweza kutoka katika akademia na wakaweza kuisaidia. Ukiangalia wachezaji wa class of 1992 kwa timu ya Manchester United, Scholes, Giggs, Gary Neville, wote walitokea katika akademia. Ukiangalia ule kuna soja kuweza kumpatia kandarasi mchezaji huyu Tahith Chong, na kwamba anaangalia kwamba ni siku za usoni wanajipanga kama Manchester United. Na ukiangalia timu ya Chelsea kuna Mount, kuna wachezaji wazuri ambao wameweza kutokea. Kuna James ambaye ni mchezaji ambaye ako na ile hamu ya kuchezea timu ya Chelsea. Ukiangalia timu ya Arsenal kuna wachezaji wengi, kuna Nelson, kuna wachezaji ambao wameweza kufanya kweli. Tukimalizia wazo la mwisho, ningependa licha kwamba mechi hii itakuwa kesho, lakini ningependa kuweza kupata mtazamo wenu sababu inafuata sana. Ni timu ya Liverpool wakikutana timu ya Atletico Madrid. Nimeona kwamba katika mtandao wa kijamii Facebook wengi wanasema kwamba wanafanya utani, wanasema kwamba ule kocha Diego Simeone anaulizwa kwamba Liverpool wako na jeraha katika safu yao ya ulinzi. Unaona kwamba wamekuwa wakifunja wakaweza kufungwa sana na timu mingi. Anasema kwamba mimi nakuja kuzuia, lakini utani kutoka kwa mashabiki. Je, mtazamo wako wakati Liverpool wanakutana na timu ya Atletico Madrid katika uwanja wa Anfield? Mkondo wa kwanza waliweza kupoteza bao moja. Tunaweza tarajia kwamba anaweza piga timu ya Atletico Madrid ama Atletico atakuja kuzuia mpaka dakika za mwisho? Haraka upesi ni kuambia kwamba unapokuja Anfield basi ina maana kwamba unapaswa kujipanga tena sana. Ule uga nitasema una mikosi fulani. Amekuwa pale Barcelona na akaadhibiwa vibaya sana. Lakini kidogo Liverpool watanisame. Pale nyuma wamekuwa wakifanya maziara na asua kipa pale kidogo amekuwa akiteleza tena zaidi. Lakini leo basi na hofu wakitulia pale nyuma, kipa asifanye makosa ya kawaida, na vile wale madefender watulie. Na huyu Atletico, hicho kile ambacho Diego Simeone anasema kwamba anataka kuingia kukaba, basi anajidanganya. Manako ukikaba na pale mbele unaona kuna wachezaji ambao wanakwenda kwa kasi, Mo Salah, Sadio Mane na Firmino. Hivyo basi inakuonyesha kwamba hawa wanakuja kuleta mashambulizi ya kasi, kila kwa mara wanaingia kwenye ngome ya kwenu, na ukiziba basi huenda ukaadhibiwa. Mimi nitakwambia leo kwa asilimia kubwa nahisi kwamba pengine Liverpool huenda atatamba kama ataimarisha safu ya ulinzi na pale kwenye. Na mwenda Atletico Madrid haitokuwa rahisi. Liverpool wakati wanakutana na timu ya Atletico Madrid na munga mkono Liverpool ukiangalia pale Anfield tangu 2014 hawajaweza kupigwa pale nyumbani. Na mechi ya leo ni wakifunga hiyo safu ya huko nyuma na kina Salah wafanye kazi huko mbele na kina Mane, itakuwa ni
siku ya Liverpool. Naam, anakuambia kwamba timu ya Liverpool wakiwa nyumbani wako na matokeo mazuri. Ukiangazia kwamba timu ya Liverpool hawajapoteza, wamepigwa juzi tu katika ligi ya Uingereza na timu ya Watford. Weekend wameweza kupata ushindi wa bao 2-1 dhidi ya timu ya Bournemouth. Ni mechi ambayo itakuwa ngumu, kesho tutaweza kuiangazia kwa undani. Lakini leo hii timu ya Tottenham Hotspur wakati wanakutana na timu ya Leipzig katika taifa la Ujerumani, timu ya Atalanta wakati wanaalikwa na timu ya Valencia katika taifa la Hispania. Hizo zote matokeo utapata papa hapo kesho kuanzia mwendo wa 1:30 tuweze kupata. Na niweze kuuliza swali moja tukimalizia mwelekezi. Nianze na wewe Collins Nyaribo, mtandao wa kijamii, mtu akianza kukutafuta ya kwamba huyu kaka nikimtafuta nitampata wapi? Huyu kaka ukifungulia pale Facebook umtafute Collins Nyaribo utampata. Instagram Collins Nyaribo, Twitter Collins Nyaribo kote. Lakini usisahau kuna account moja pale YouTube ukienda kwa Bustani la Mtoto Mwalimu unanipata. Tuweze kukula sport. Naam dada. Kwangu mimi unaweza nipata pale Facebook Toto Dolly, Instagram Toto Dolly, Twitter Toto Dolly. Naam, watakwambia kwamba utawapata katika mtandao wa kijamii. Umesikia majina yao, umesikia kwamba bingwa Collins Nyaribo akikwambia kwamba ukimtafuta utampata. Mtoto wa kike ambaye ameweza kutuweka sawa kwa njia moja ama nyingine, uchanganuzi ambao unasema kwamba ni mufti kwa wakati huu. Naona kwamba ni Toto Dori ambaye ameweza kutuweka sawa. Nami nimekuwa wako Kevin Nyariki. Shukran kwa wale wote ambao wameweza kufanikisha hii na kwa wale wote ambao wameweza kutazama GBS Morning Sports Extra. Tuonane hapo kesho kuanzia mwendo wa 1:30. Endelea kutazama runinga uipendao ya GBS.